Leo unajua nini? MK kaua. MK kaua au tumeua? MK kaua. Sawa basi tuachane nayo. Lakini basi kama amekufa. Mimi ndo naendelea na yule dem. Nini? Karibu sana, nisikie uko nyumbani. Okay. Karibu keti. Huyu nani? Kwa hiyo mume wangu nikuulize, mimi nilivyotoka bahati mbaya kwa umeniletea mwanamke mwingine humu ndani. Tumekuwa wanawake wawili. Nakuuliza nyumbani. Karibu sana. Ya, nisikie uko nyumbani. Nakuuliza wewe. Sawa. Okay. Naomba uniambie mume wangu. Naomba unipe hifadhi, kila kitu niweke sawa. Kwa hiyo ninachokuuliza ukisikia au nakuuliza huyu ni nani? Kwani wewe muone kama ni mwanamke mwenzio? Anyway, naomba kila kitu kiweke sawa sawa. Karibu sana ili nisikie uko nyumbani. Atakuelekeza sehemu yoyote ile utakayoitaka, sawa? Sawa. Okay. Kuendea naye kivipi? Paka ametoka, fanya ujitawala, mimi ndo utajitawala. Hivi unaongea nini wewe mshenza au na wewe nikuue? Au nikuue? Amna usiniue, tuachane nayo basi tumteke yule dem. Alafu wewe jamaa wewe, hamna sasa cha kufanya. Mimi jamaa yule hata kawa anakufa. Tuendelee na mpango wetu wa kumteka yule dem. Au naonaje? Yaani mimi nataka tuendelee na kumteka yule dem kwa sababu yani amekula pesa zangu nyingi. Hapo hakuna haja ya kumteka, tunaenda hadi kwake. Tunafanya jambo letu. Yaani hapo umepiga penyewe mpaka kwake, si yule jamaa kafa? Kafa yule. Epi, nadhani kila kitu tutaongea kesho, taratibu zote tutapeana, sawa? Sawa. Okay, kama nilivyokuambia jisikie amani, kuwa huru, jisikie uko nyumbani, sawa? Mke wangu fanya kama nilivyokuambia, sawa? Sawa. Twende na wewe huko. Unajua na mpango au ng'ombe leo waona na shamba lote hilo. Kuanzia huko. Ndio. Nitaanzisha kama ya mifugo. Kaeka ng'ombe kote. Vipi? Poa, vipi babu? Poa. Hana ufahamu. Mwanangu amefikiwa huyo mshikaji. Poa. Kijana, Watu msaidie. Chukua tupeleke hospitali. Tupeleke nyumbani jana. Au msaidie. Msaidie, twende. Chukua. kaza mzikipisi hapa. Mshikilie. Ngoja. Sio hizi ndio anapigwa labda. Ngoja tutajua mbele.
Sogeze. Huyu nani nimeona? Kwani wewe unaona kama ni mtu? Umemtoa wapi na kuuliza? Bwana, mke wangu utajua baadaye, sawa? Mimi mwenyewe simjui, nimemsaidia. Mimi nimemsaidia, tutajua baadaye kwanza bwana. Mama, maji ya uvuguvugu basi tuone kama tunaweza tukampatia huduma ya kwanza. Sijui mtu ametoka wapi eti nikupe maji. Mr. Richard, mama maji ya moto hapo. Ya uvuguvugu. Nataka unielezee huyu mtu ametoka wapi. Yaani na wewe rafiki yangu na vituko kwa kweli. Amna. Kwani kulikuwa na shida gani? Yaani namkumbuka yule jamaa. Hebu subiri kwanza. Wewe. Vipi? Uone njia au? Kwani tuna ugomvi au? Wewe mwanamke wewe, usitaki kunitibua sasa hivi. Nini sasa? Hebu kwenda unapokwenda bwana. Tena. Vipi kwani unataka nini? Nenda. Kwani tuna ugomvi? Yaani kwa hiyo umesahau yote ulionitendea? Sio kumbe nimesahau. Wewe ulivyoona siku ile haikuwa hivyo. Niliona siku ile ilikuwa hivyo. Yaani mambo yote ambayo nimekutendea mazuri na kuletea pesa zangu unakula kila kitu na kupangia unachokitaka. Yaani kila kitu unachokitaka nakupa. Unakuja kuniletea mambo ya ujinga. Unanichanganya na vile vinanili vile. Hapana bwana, sio hivyo. Hebu kwenda bwana unapokwenda. Hapana, naomba unisamehe. Hebu niache. Achana na mimi bwana. Utajua baadaye. Nishakuchoka na wewe, kila siku naleta watu ambao hawaeleweki. Sasa hapa. Sasa. Sasa tumwache apumzike, nimpigie daktari ndugu yangu, sawa? Mpigie kwanza tujue utaratibu anapata huduma gani bwana. Sawa. Simpeleke hospitali mpaka hapa. Halo. Shem vipi? Kwani vipi na wewe? Kwa naongea. Daktari, samahani sana aisee. Samahani kwa usumbufu. Naomba unisaidie. Nina mgonjwa nyumbani, ndio. Okay, nakuomba sana tafadhali, nakuomba sana. Okay. Sasa tumwache apumzike, anakuja. Yeye ndo ataangalia amepata shida gani, atamsaidia. Sawa? Haina naona sana. Mke wangu yote utajua baadaye. Sawa? Achana na hayo kwanza, utajua baadaye. Hebu nisamehe. Aise, hivi wanawake wa sasa hivi mkoje? Yaani nimeshakwambia kwamba mimi sasa hivi sikutaki. Sawa? Hapana bana, sio hivyo. Yaani nikikumbuka yale mambo uliyokuwa unanifanyia. Yaani kibaya zaidi, unakuja kutembea na ndugu yangu. Hapana. Alafu pale nakuja hapo kwako nakwambia, alafu mimi ndo nalipa kodi na kuuliza. Unasema mimi sikujui. Yaani unanikataa kabisa, unijui. Sasa kilicho kuleta hapa ni nini? Hamna, basi nielewe. Hebu toka hapa nenda bwana. Usiniharibie mood mimi. Naomba basi unielewe, sio hivyo. Hivyo usikii au? Nishakwambia nenda, niache. Kaendelee na maisha yako na yule jamaa yako mvuta bangi yule. Sawa bwana. Hebu nenda huko na komu hilo tazani kichupa cha kutemea mate mama wajawazito. Sasa hivi wanawake wakoje?
Marahaba mwanangu, jambo? Jambo. Umeniku. Ulifika salama? Nilifika salama. Mnaendeleaje huko? Naendelea vizuri. Mume wako wa jambo? Jambo na mama. Mimi si jambo, namshukuru Mungu. Mwanangu nilikuwa nakutafuta. Yaani mimi sasa hivi nilikuwa nakuja kwako. Yaani nakutafuta kwa udi na uvumba. Unajua ulichokifanya umezengua. Yaani wewe kumuelekeza yule binti kwangu. Umefanya nini? Binti gani huyo? Lina. Nani? Lina. Umemuelekeza kwangu. Nani anapajua kwangu nilipohamia tofauti na wewe? Yaani yule binti mimi sijamuelekeza kwako. Yaani na mimi nilikuwa nakuja kukupa hizo taarifa. Taarifa gani sasa? Yaani binti yule kanikuta sijui sehemu gani naongea na simu, jamaa kaniparamia. Sasa nimegundua kitu. Yule jamaa akafa kabisa. Amekufa kweli. Yule Jembe atakuwa amekufa kweli kwa sababu hawezi kuhangaika kiasi hicho. Angekuwa yupo tena kweli anahangaika. Yule Jembe atakuwa amededi. Amekuja kwangu najifanya eti ananiomba msamaha. Nikashtuka. Huo sio unafiki huo? Kwa hiyo Lina amekuja kwako? Amekuja kwangu, acha nikuelezee. Kwa hiyo amkufanya kitu chochote yani alipokuja kwako? Sasa umeanza ujinga. Sasa tunafanya kitu gani? Tushapanga kwamba tutamteka, mimi nakubaliana na wewe. Kwa hiyo alichoniambia pale akasema naomba unisamee, mimi nishajirekebisha. Nikashtuka. Akasema huu ni mtego. Sasa na mimi alinikuta sehemu moja niko naongea na simu, kaja akanikumbatia, nikamwambia wewe vipi? Akasema ulichokiona pale juu nisamee nini na nini. Yaani mimi yule demu nilimkataa mazima. Yaani nilimchana. Sasa mimi nilimfanyia unafiki. Aliponiomba msamaha nikajifanya nimemsamee. Ile kumsamee tu. Eti anataka 50,000. Yaani kumbe yule jamaa atakuwa amededi. Kwa sababu kanaonekana kana njaa sasa hivi. Alafu zishampiga. Yaani shida yule zimempiga zikamfinyanga. Yaani anafanana hivi. Yaani sasa una mpango. Sarapio nimeshaongea naye. Sarapio sijawasiliana naye kwa sababu sasa hivi yuko busy na masomo. Sawa. Nilichokuambia ulikifuatilia, ulikizingatia au? Nilizingatia. Sahau tena. Nizingatia. Uhakika kweli? Nilizingatia kila kitu. Sasa nikasahau. Basi mwanangu ukae hivyo ukiyazingatia niliyokuambia. Na uyafanyie kazi, usije ukaniaibisha. Sawa mama, nitazingatia kila kitu. Sawa. Tutakuwa tunawasiliana baadaye. Haya, asante. Msalimie mume wako. Haya. Niliona kwamba yule ni mtego, nikaamua na mimi nimtege. Yaani mtego mtegoni. Nimemwambia kwamba hiyo hela nitampa. Utampa? Lakini kwa yani kivipi zangu, yani? Yaani kwa plani zangu ili nije nimpange aje location. Mkamate vizuri. Yaani hapo umepiga penyewe. Na hiyo naje hii. Yaani hiyo imekaa vizuri. Sasa mimi nikajua wewe ndio umemuelekeza kwangu. Yaani yule binti mimi sijamuelekeza kwako. Yaani kanawezekana kale ka binti kale katakuwa sasa hivi hakana chakula. Kana njaa. Maana kana tanga kila sehemu. Kwa sababu kalinifuata mimi kaja kana nikumbateka. Yaani unajua yaani pale nitamani au nikakande lakini kasema basi tu nisije nikafungwa na mlango, nikafungia mimi. Sema hakuna kuingia kwangu. Sasa ndugu yangu ulikuwa ushani au bure. Basi nisamee, ngoja mimi niende sasa nirudi. Ya unajua pale? Nikunyamazia tu ningekuua na wewe. Twende bwana.